السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحقيقة ni sharaf kubwa sana katika siku tukufu hii, siku ya Juma, kuwa tupo katika mkusanyiko wa kumzungumzia kiumbe muhimu katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye aliyepita katika marahil magumu ya kabla ya Uislamu, na Uislamu ukaja ukamuinua na kumpatia mengi ambayo mengine ameyapata na mengine bado ananyanyoswa nayo mpaka leo hii katika mataifa tofauti ulimwenguni. Mwanamke ndiye ambaye kwamba ni maudhu makubwa ya leo, na mwanamke ndiye kiumbe wa pili cha kibinadamu baada ya Adam alayhi salam. Moja kwa moja ikafuatia kupatikaniwa Hawa, ambaye kwamba ni mama yetu sote, na kwa hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuweka kanuni ya kawama katika ulimwengu, akamjaalia mama kama huyu asiwe ataumbwa peke yake kama vile Adam alayhi salam aliumbwa peke yake. Ilikuwa ipo uwezekano mkubwa sana kwa kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba Adam na Hawa kama viumbe peke yake, baadaye awakutanishe. Lakini Hawa akatolewa katika mwili wa Adam alayhi salam, mbali kwa hikma ya qawama, pia ni kwa hikma ya kisayansi, pia inakubali na inaunga mkono ya kuwa vitu vote vinatoka kwenye madini moja. Hii madini moja ambayo kwamba ni ya Adam alayhi salam ndio ikaweza kutoa mwanadamu mwingine, na ikaendelea mpaka leo hii viumbe vote hivi viwe vimepata asili moja ya Adam alayhi salam. Taban hapa pia ni kitu cha ajabu mwanadamu kutoa mwanadamu, hiyo ni katika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ndege haizai ndege, wala mashini yoyote haizai mashini. Mtambo ni mwingine ndio utengeneze kitu kingine, lakini mwanadamu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe akampa uwezo ndani ya mwili wake aweze kutoa mwanadamu mwenzake. Hii ni karam kubwa. Kwa hiyo Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu alilisajili hili katika Qur'ani ya kuwa Mwenyezi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Tumefahamishwa ya kuwa viumbe ni namna hiyo, lakini vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nisa akatufahamisha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kwa hiyo sisi kuhusu mwanamke ni kitu chetu kama mwanamume, na yoyote ambaye kwamba ataishi na mwanamke kama kiumbe kando huwa amekosea maadini ya maumbile ya kiasili ya mwanadamu. Hufai kumwangalia mwanamke kama kitu cha kando, ni kitu chako. Na utaona kiumbile ya mwanadamu kwa namna yoyote, anapoona mwanamke tayari kuna kitu kinamvuta, kwa sababu ni kitu chako. Sasa kitu chako unafaa kukihifadhi, unafaa kukinusuru, unafaa kukiweka vizuri, unafaa kukiangalia. Bali ikiwa simu yako au nguo yako au gari lako au chochote ambacho kwamba unakiona ni chako, una mikakati maalum
ya kukiangalia na kukihifadhi, basi huyu mwanadamu ni aula katika kuangaliwa na kuhifadhiwa. Mwanamke amepita kwenye marahil mingi kabla ya Uislamu, na marahil yote ukiyasoma katika tarehe, amenyanyaswa, ameumizwa, amekoseshwa mengi, bali hata taswira pia ya kumsawirisha huyu mwanamke pia utakuta kabla ya Uislamu walikuwa wengine wakimsawirisha huyu si mwanadamu kamwe, wengine wakisema ni shetani, amekuja katika umbo la kibinadamu, lakini huu ni shetani. Kama vile shetani anaweza akawa na umbo, basi ndio hili la huyu mwanamke. Mwanamke alikuwa anaangaliwa ni kama sumu katika mujtamaa, wakiwemo wa China, wakiwemo wa Giriki, hata Europe yenyewe pia ilikuwa mwanamke yuaumizwa. Mwanamke alikuwa haruhusiwi hata kushiriki jambo lolote ambalo kwamba linazungumziwa mwanadamu. Wakati wao wanaume wakimtaka huyu mwanadamu, hawana njia mpaka wampate mwanamke ndo awaletee. Mwenyezi Mungu hajaumba mwanamume awe na uwezo wa kumleta binadamu yeye kama mwanamume, ni lazima atefute mwanamke. Bali katika hikma utakuta hakuna kiumbe, ukimtoa Adam alayhi salam, hakuna kiumbe katika ulimwengu kimekuja bila kupitia mwanamke. Hata Nabii Allah Isa alikosa baba, hakukosa mama, kuonesha utukufu wa huyu mama au huyu mwanamke katika sheria. Hata yule alivyokuwa akileta shubha ya kuwa mbona hakuna nabii wa kike, manabii ni wanaume peke yake, kwa hiyo kuna unyanyasaji au kuna shida fulani. Nakumbuka al-Habib Ali al-Jufri hili akawaambia, kwani kuna nabii ambaye kwamba hakuleta alokuja bila ya mwanamke? Hao manabii wenyewe wamezaliwa na hawa wanawake, na wao ndo walowalelea, na wao ndo wakawashika, na wao ndo wakasimamia. Kwa hiyo bado fadhila pia za hawa manabii zarudi kwa nani? Kwa wanawake. Kama ingelikuwa kuna utukufu mwingine, Mwenyezi Mungu angewateremsha kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu ni ala kulli shay'in qadir. Ilikuwa kama kuna utukufu mkubwa Mwenyezi Mungu ataka kuwapa manabii, basi na mwanamke ni kiumbe ambacho kwamba hakina maana, angewafanya waje kwa bila ya njia ya mwanamke, lakini hilo halikuwa. Kwa hiyo wanawake wakawa ni watu ambao kwamba wananyanyaswa, kurithi kwenyewe hawarithi bali wanarithiwa. Na hili suala la kurithi sio kwa limekwama au limesita au limesimama, bado mpaka leo katika Afrika, katika Asia, katika Europe, katika Amerika, bado shida ya urathi hadi leo haijakaa sawa. Hata kwa baadhi ya Waislamu vile vile bado wanamnyanyasa katika hii haki ya mirathi. Mwanamke alikuwa hashiriki katika mazungumzo kabla ya Uislamu. Kama kuna mazungumzo, basi ni wanaume ndo wanakaa, wanapanga, wanaweka mikakati. Mwanamke ni kufuata. Mwanamke ilikuwa kuna haki ya kuzikwa haswa. Lau amefanya makosa, basi mume wake aweza akamzika na hakuna hatua yoyote atakayochukuliwa. Kumzika hai, sio kumua. Sijasema kumua. Kumzika mwanamke naye akiwa hai. Mbali ya masala ya ujahilia, kumzika msichana, lile ni kosa lingine. Lakini kijumla ilikuwa hata mtu mke wake kama ameona amechoka naye au ana shida naye, basi afukua shimo, amchukue, amziko. Hilo limepatikaniwa hata kwa Wachina, limepatikaniwa hata kwa Wahindi pia. Mwanamke mume wake akifa kabla ya Uislamu alikuwa ni takataka, ima achomwe, kwa kuwa huyu khalas hana tena kazi ya kufanya hapa katika ulimwengu, au arithiwe, awe ni kama mali, badala ya kuwa alikuwa ni mke, alikuwa ni mama wa watoto. Kwa kufa mume amekuwa kama mali, arithiwe na mtu au auzwe.
hizi hali ngumu ambazo kwamba mwanamke amepitia katika maeneo tofauti, ikiwemo pia mambo fulani ambayo kwamba yaliyompata katika bia environment ya Jazira Arabia. Jazira Arabia, mwanamke pia alikuwa ana mambo magumu sana anayapata, ikiwemo utotoni mwake. Akizaliwa tu mtoto ambaye kwamba akiwa ni mwanamke, ilikuwa tayari ndani ya nyumba ni kero. Baba hana tena furaha, na hilo pia limesajiliwa kwenye Qur'ani, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara. Yani anasikia aibu, hataki hata watu wajue kama hapa nyumbani kumezaliwa msichana. Ilikuwa ni unyonge mtu kupata msichana, ikawa mpaka ikafika hadi ya kuwa namna ya kuondoa unyonge huu au aibu hii, basi huyu mtoto ni kuenda kumzika. Ndo Qur'ani nayo ikasajili wa idhal mauudatu suilat, ambao kwamba ni watoto wa kike ambao kwamba watazikwa. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watoto kama hawa siku ya kiyama wataulizwa, ili kuwaje mukazikwa. Na hapa taban kuna balagha, hatutaki kuingia katika fani hiyo, kwa sababu wakuulizwa ni hawa waluzika, sio huyu ambaye kwamba aliyezikwa. Lakini hali hizi zote ambazo kwamba zilokuwa ni ngumu kwa mwanamke ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ndo Subhanahu wa Ta'ala ni product yake, ni bidhaa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio ambaye kwamba ameileta katika ulimwengu, kama alivyomleta mwanadamu, na vile vile amemleta mwanadamu wa kike. Ni lazima mwanamke awe ana haki kadhaa, ana heshima kadhaa. Ikiwa miti na maji na bahari yote haya yana haki zake na mipangilio yake katika dini, moja kwa moja na mwanamke pia ana mipangilio mikubwa. Hali hizi ngumu ambazo kwamba aloishi mwanamke, Uislamu ulipokuja ulikuja ukaleta mabadiliko makubwa, na haukuchelewa, bali zuri zaidi katika mambo yenye kusajili wanawake baada ya Uislamu kuja. Awwalu mu'mina alikuwa ni As-Sayyida Khadija, ni mwanamke, bali wa kwanza alopata siri ya wahi, wa kwanza kupata ile tal'a al-hashimiyya an-nuraniyya ilikuwa ni As-Sayyida Khadija. Baada ya wahi kuteremka, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, nuru na ilmu na hikma na faidhanat ilahia ziloshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufunguka baina ya mbingu na ardhi, wa kwanza kuipokea alikuwa ni As-Sayyida Khadija. Ndio maana siri iliyokuwa kwa Sayyidatina Khadija ikawa ni kubwa. Hata wengine wasema hikma ya kuwa Sayyidatina Khadija azikwe Maka na Mtume sallallahu alaihi wasallam azikwe Madina ni kwa sababu ya ile siri ya wahi wa kwanza aliupata ni yeye As-Sayyida Khadija. Ile ittisal ya pale itakuwa inaendelea. Lau angezikwa Madina, ile siri ya awalia ya wahi ingekuwa yote imekwenda Madina. Ndio ikawa ni mlango wa Makka ni As-Sayyida Khadija, kwa sababu ndio alopokea ile nur na wahi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alokuja nao, na ndio akamtuliza wanawake katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa, kulikuwa kuna hali ngumu ya mchanganyiko usokuwa na mpango, wanawake na wanaume walikuwa hali ni ngumu. Kukaanza kukatazwa khalwa ili huyu mwanamke apate heshima, kwa sababu mwanamke asipowekewa mipangilio maalum ya kumlinda, sio kwa wanawake ndio wana shida, la, sisi wanaume ndio tuna shida. Sisi wenyewe tunajichanganya, ndio
kisha baadaye tunaenda tunamkosea yule mwanamke. Sasa kwa vile sisi ni mibabe, ndo kukawekwa nidhamu sio za kumkaza mwanamke, ni sisi tulokazwa. Hata falsafa ya talaka ukienda kuisoma vizuri, sio kuwa talaka ni fimbo kwa mwanamke, la, ni fimbo kwa mwanamume. Zikiwa ni 3 kisha kutoa moja, si umebakia na 2, aliopungukiwa ni nani? Ni wewe umepungukiwa, sio yeye amepungukiwa, ni wewe umepunguza vitu. Kwa hiyo na kila falsafa ukiangalia mahali ambapo kwamba labda wamuona mwanamke amekanyagwa au amefinywa, ukiangalia vizuri ndani, la, ni sehemu ya pili kukata makali ya power aweze asizitumie vibaya. Yani hii qawamuna ili isitumike vibaya, ndio kukawekwa viegezo kadhaa katika sheria ili huyu mtu aweze kujilimit katika kumpatia heshima yake huyu mwanamke. Ikaweko masala mwanamke katika kabla ya Uislamu alikuwa aweza kuolewa na kuingiliwa na wanaume wengi, ilikuwa ni jambo la ruhusika. Kisha akipata mimba, yeye atasema basi huyu mtoto ni wa fulani, yeye ndo atafanya istilhaq. Mbali na tabani ni mambo mengine, na istilhaq ni mambo mengine. Alikuwa akifanya istilhaq kwa sura kama hiyo, lakini Uislamu ulipokuja ukaondoa hilo ili kumpa heshima huyu mwanamke, asiwe ni sil'a ambayo kwamba yaweza ikachezewa na kufanyiwa ovyo ovyo na hawa mababe ambao kwamba wao wanaona wako sawa. Ilikuwa mwanamke kabla ya Uislamu vile vile, mbali na sehemu nyingine alikuwa harithi, lakini Uislamu ukampatia mirathi. Hata nakumbuka tulikuwa na mikutano kadhaa Kenya kuhusu masala ya mwanamke na haki za mwanamke, tukawa tunatanabahisha katika baadhi ya makabila ambao kwamba mpaka leo bado mwanamke harithi, yakiwemo ya Kiislamu. Kaambia nyinyi msipompatia hizi kina rubu' na thumun na sudus, basi serikali inampatia nisfu. Hata Tanzania nafikiri labda kanuni iko namna hiyo ya kuwa mirathi ni nusu kwa nusu. Lakini sasa ikiwa sisi hatutofanya mapema tukawaelimisha na tukawapa haki zao za hizi robo au nusu ya robo au sudus, basi ujue unakuja kuangukia mahali pabaya hapo mbele, kwa sababu kuna nusu haswa imepangwa huko. Sasa ikiwa tutawaweka kwenye 0, kuna hatari kwetu. Kwa hiyo mwanamke alikuwa hana kitu cha kupata, lakini Uislamu ukaja ukampangia haki kamili na mpangilio kamili katika kurithi. Mwanamke ilikuwa hashiriki katika mashura, lakini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wakiitwa kwenye msikiti, basi ilikuwa wanawake pia wakishiriki katika mashura, wakimsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwazungumza nini, na wao pia wakishiriki katika kutoa rai. Bali wanawake wameshiriki hata kwa lugha ya sasa katika mambo ya kisiasa. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya bai'a, kulikuwa na wanawake wawili walifanya bai'a wakati wa bai'atul aqaba athania. Wale masahaba walipompatia bai'a Mtume, haikuwa ni wanaume peke yake, bali hata wanawake walishiriki. Lau tutaiangalia katika sura ya kuwa bai'a ni siasa kwa lugha ya sasa ya kumkubali kiongozi, ya kuwa aendelee na sisi tutasimama na kiongozi wetu. Wanawake walikichukua bali vyeo ndani ya serikali kama hisba. Saidna Umar alimpatia mwanamke, na hii ni uongozi wa kusimamia soko ili hali za soko ziwe zitastawi, zitakaa sawa sawa. Yani hivi sasa takriban unaweza ukasema ni kama waziri wa uchumi, kitu kama hivyo, awe yeye ndo anasimamia soko litakwenda namna gani. Hili lilikuwa ni mwanamke, ndio wakati wa Saidna Umar alilikisimamia. Wa hakadha. Kwa hiyo utakuta mwanamke tukimwangalia kubwa kabisa
ambalo kwamba katika Uislamu limemwangalia ni mtu mwenye kukamilisha daur ya mwanamume, wala sio mtu wa chini ya mwanamume. Ni ukamilishaji, takamul. Huyu ana dauri kadhaa ambazo kwamba wewe huziwezi, yeye anaziweza. Na wewe una dauri kadhaa ambazo kwamba wewe waziweza, yeye haziwezi. Kwa sura kama hii ndio maisha yanaendelea kwa uzuri, na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitaamal na wanawake katika mambo yote. Kwa hiyo mwanamke ukimwangalia kwa mpangilio huu utamkuta ni kiumbe ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemweka ana manfaa ya kila namna ya maisha yetu, na wana mipangilio kamili ya kufanya maisha yetu yasonge mbele. Ndio mpaka yule mmoja akasema, mwanamume yoyote aliyefaulu, lau utamwangalia vizuri, basi jua kuna mwanamke nyuma yake ndio amefanya msukumo huo wa kufaulu mwanamume kama huyo. Kwa kuwa wao wana akili ambayo kwamba ya kinamna yao. Mimi mwanamume na we mwanamume, kila mmoja ana akili ya kinamna yake, na sote ni wanaume. Automatic na mwanamke ana akili tofauti na huyu mwanamume katika kuangalia mambo na katika kupeleka mambo. Atatoa ushauri na atakulekezea mambo ambayo kwamba we mwenyewe hutotarajia. Lau usingemshirikisha kuna mahali ungekosea. Nikimaliza maneno yangu ili kuachia nafasi mashekhe zetu wakubwa hawa, ni kuwa mwanamke Mwenyezi Mungu amemjaalia anapozaliwa katika neema ya Uislamu kwa mwanamke akizaliwa basi ni sababu kwa wazee kwenda peponi. Yani wewe ambaye kwamba hujapata mtoto wa kike, nenda mbio uangalie namna upate mtoto wa kike. Hadithi ziko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa na masahaba akawaambia, atakayeruzukiwa wasichana wawili basi huyo mtu namdhaminia pepo. Na kuna riwaya mmoja akasema, ya Rasulullah, basi na msichana mmoja. Mtume sallam akamkubalia, akamwambia na msichana mmoja. Mwanamke huyu ukamlelea akafika mahali pa kuolewa, wewe ulomuoa umepata kuhifadhika nusu ya dini yako. Alivyozaliwa amefanya nini? Mzazi ameshafungua pepo. Akiolewa wewe mwanamume umehifadhika nusu, hiyo nusu tafanya kazi wewe sasa. Kisha huyu sasa akisha kuwa mkubwa naye akizaa, hiyo aljannatu tahta aqdami, inakuwa iko chini ya mama, hakuna chini ya baba. Kwa hiyo angalia, akizaliwa ni khairi, akiolewa ni khairi, akizaa ni khairi, kwa kila namna. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la khairi, atujalie tuwapatie heshima zao kamili, na Mwenyezi Mungu atupatie mahaba ya hakika. Mwenyezi Mungu ajalie mkusanyiko huu wa khairi na baraka. Wao walioandaa maandalizi kama haya, Mwenyezi Mungu azidi kuwafungulia na awaandalie na wao ya hapa mazuri na huko yawe mazuri zaidi. Wal afwa minkum.